Wapendwa taifa la Mungu, wapendwa wa misionari wa Afrika na masista wa mama yetu wa Afrika, nanyi nyote mliokusanyika katika adhimisho hili la Ekaristi Takatifu katika parokia hii ya Mshikamano, tumsifu Yesu Kristo. Kuweni mitume na si chochote zaidi ya mitume. Naomba turudie. Kuweni mitume na si chochote zaidi ya mitume. Basi ndugu zangu, tunapoadhimisha leo sikukuu ya Mtakatifu Luka Mwinjili, lakini pia ni siku muhimu sana katika kanisa letu la Afrika kwa namna ya pekee, kwa wamisionari wetu wa Afrika na masista wa Msola ambao kwa namna ya pekee tunaadhimisha pamoja nao jubilei ya miaka 200 tangu kuzaliwa kwa mwanzilishi wao wa shirika, Mwadhama Charles Kardinali Lavigerie, tukimshukuru Mungu pamoja nao kwa zawadi yake katika kanisa la Afrika na la ulimwengu mzima. Kwa upande wa sikukuu ya Mtakatifu Luka Mwinjili, tunaweza kusema haya yafuatayo. Tunaelezwa kwamba Luka alizaliwa katika familia isiyo ya Kikristo, familia ya kipagani, na baadaye akaongoka na kufuata imani ya kweli. Alikuwa mwenzi wa Mtume Paulo, shirika wa karibu kabisa wa Mtume Paulo, kama ambavyo tumesikia katika somo la kwanza, na akaandika Injili yake kufuatana na mahubiri ya Mtume Paulo. Lakini Luka aliandika pia kitabu cha Matendo ya Mitume, akieleza kuhusu miaka ya kwanza ya kanisa hadi wakati Paulo alipowasili na kufanya makao yake huko Roma, Italia kwa mara ya kwanza. Wapendwa taifa la Mungu, wataalamu wa maandiko matakatifu wanatuambia au wanamtambulisha mwinjili Luka katika namna mbalimbali. Namna ya kwanza, mwinjili Luka anatambulika kama mwinjili wa Bikira Maria, kwani ni kutoka kwake tu tunasoma habari za kupashwa habari ya kuzaliwa Bwana. Tunasoma habari za maamkio ya Bikira Maria kwa Elizabeti. Tunasoma matukio ya kuzaliwa Bwana na kutolewa Bwana hekaluni. Namna ya pili, Luka anatambulika kama mwinjili wa moyo mtakatifu wa Yesu, kwani ni mwinjili Luka ambaye kwa namna ya pekee zaidi anadhihirisha huruma ya moyo mtakatifu wa Yesu, huruma ya Mungu kwetu. Na hasa tunaposoma kutoka kwake, kutoka katika Injili aliyoandika juu ya mwana mpotevu. Hili ni simulizi linalopatikana katika Injili ya Luka. Lakini tunasoma pia kutoka kwa mwinjili Luka juu ya shilingi iliyopotea na kuonekana. Namna ya tatu, Luka anatambulika kama mwinjili wa mapendo kwa jirani, kwani ni yeye tu anayetusimulia juu ya Msamaria mwema. Ni yeye anaongelea upendo wa Yesu zaidi kwa maskini kwa namna tofauti zaidi kuliko wainjili wengine. Anatusimulia jinsi Bwana alivyoguswa zaidi na uchungu wa mjane wa Naini aliyefiwa na kijana wake, na hivyo Yesu anamrudishia uzima tena. Lakini Luka anatusimulia pia kuhusu Yesu
kumkaribisha kwa wema wake wa pekee mwanamke mdhambi katika nyumba ya Simoni Mfarisayo alipokuwa amealikwa kwa karamu, na anamhakikishia huyu mama msamaha wa Mungu kwa dhambi zake. Ni Mwinjili Luka pia anayetusimulia juu ya Yesu anayempokea na kugeuza moyo wa mtoza ushuru Zakayo kuwa moyo wa toba na wema kwa wengine. Ndugu zangu, Mwinjili Luka ndiye pia pekee anayetusimulia juu ya Yesu kuwatuma wafuasi sabini na wawili kwenda kueneza habari njema. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatueleza kwamba idadi hii ya wafuasi hawa ni ishara ya mataifa yote. Na hivyo Mwinjili Luka ni mwinjili wa matumaini, ni mwinjili wa amani na furaha. Kwa kifupi tunaweza sema ni mwinjili wa Roho Mtakatifu, Roho anayetuletea matunda yake hayo ndani ya mioyo yetu: matumaini, amani, furaha. Pendo ndugu zangu, tunapoadhimisha Ekaristi hii katika sikukuu hii kwa namna pekee ya Mwinjili Luka, tuombe neema ya Mungu ya kuongozwa katika kukua, katika kuimarika katika yale ambayo ametusimulia maisha hasa ya Wakristo wa mwanzo. Mwinjili Luka ametuandikia kitabu cha Matendo ya Mitume. Ni katika kitabu hiki tunakutana na kwa namna pekee jinsi Wakristo wa kwanza, masimulizi ya Wakristo wa kwanza walivyoishi, na jinsi ambavyo nasi tunaalikwa kuishi katika jumuiya zetu za Kikristo, katika maparokia yetu, katika jimbo letu, kwa namna pekee kama wanakanisa, yaani kuwa watu wenye moyo mmoja na roho moja katika Kristo, kama ambavyo tumesikia tukisali katika sala ya mwanzo ya misa kolekta: Bwana Mungu ulimchagua Mtakatifu Luka ili adhihirishe fumbo la upendo wako kwa maskini kwa mahubiri na maandishi yako. Wajalie wale ambao tayari wanakiri jina lako waendelee kuwa roho moja na moyo mmoja, na hivyo mataifa yote yaweze kuona wokovu wako. Ndugu zangu wapendwa, kusanyiko letu hili katika adhimisho hili, kama nilivyotangulia kudokeza awali na kama ambavyo tunafahamu na mwanzoni mwa misa pia tumeelezwa, ni kusanyiko la kumshukuru Mungu. Tunapoadhimisha jubilei ya miaka 200 tangu kuzaliwa Mwadhama Charles Kardinali Lavigerie mnamo mwaka 1825, kumbe hadi leo hii mwaka 2025 imepita miaka 200. Hakika tuna mengi ya kusema juu ya baba huyu Kardinali Lavigerie, hasa tukisukumwa na kauli mbiu kama Lavigerie tunaitwa kuendeleza imani ya Kikristo na maadili barani Afrika na katika ulimwengu wa Kiafrika. Kauli hii inabeba kile alichokifanya Mwadhama mwenyewe na kile ambacho kinapaswa kuwa tamanio letu kama Wakristo, na kwa namna pekee kwenu wa misionari wa Afrika na masista wa misionari wa mama yetu wa Afrika. Wapendwa wa taifa la Mungu, tunasimuliwa kwamba Mwadhama Charles Kardinali Lavigerie, ambao tumeelezwa katika simulizi la mwanzo wa misa, alizaliwa huko Ufaransa tarehe ya 31 mwezi wa 10 mwaka 1825, miaka 200 iliyopita.
Na kwa kweli tunaona mazingira yake ya kuzaliwa hayatofautiani sana na mazingira ya Mtakatifu Luka Mwinjili ambaye tunaadhimisha sikukuu yake leo, kwa maana ya kwamba Kardinali Lavigeria alizaliwa katika familia isiyo ya Kikatoliki, na hivyo alimfahamu Yesu Kristo kupitia watumishi wa familia yao, na hivyo alifanikiwa baadaye kusoma seminari, akapata daraja ya upadre akiwa na miaka 24. Akawa msomi mbobezi katika shahada ya udaktari wa fasihi, udaktari wa teolojia, na kuwa pia profesa huko Paris, Ufaransa, akiwa na umri wa miaka 27 tu, na kufundisha kwa takriban miaka 9. Katika maisha na utume wake tunaelezwa kwamba Lavigeria alipenda sana kuwekeza katika shule za Kikatoliki katika nchi za mashariki mwa Asia. Na hata hivyo, kipengele muhimu kinachomhamasisha kujihusisha kwa karibu zaidi na mambo ya mgusio wa mwanadamu tunaelezwa katika simulizi la historia yake ni pale alipokwenda Syria na Lebanon, ikiwapelekea msaada kwa watu wa nchi hizo kutoka katika kile alichokipokea kama sadaka kutoka kwa watu. Safari hiyo ya Lavigeria inafananishwa na safari ya uongofu wa Mtume Paulo alipokuwa akielekea Dameski, kwani huko Syria na Lebanon Mwadhama Lavigeria alijifunza tamaduni na mila zao, na hasa kwa makanisa ya Orthodox, lakini pia alipata nafasi ya kukutana na kujifunza kwa ukaribu na kufahamu imani ya Waislamu. Lavigeria akiwa na umri wa miaka 38 akateuliwa kuwa askofu wa Nancy, Ufaransa mwaka 1863, na tunaambiwa alichagua Caritas, mapendo, kuwa kauli mbiu yake kama askofu. Kwa kawaida maaskofu wanapoteuliwa au mtu anapoteuliwa kuwa askofu huwa anatengeneza nembo yake ya kiaskofu na anaweka hapo ujumbe ambao unakuwa ni ujumbe wa kumwongoza katika maisha yake ya utumishi kama askofu. Kwa hivyo yeye alichagua hilo neno Caritas, upendo, mapendo. Na miaka michache baadaye tunaambiwa alihamishiwa Algeria kama askofu wa Algiers, mji mkuu wa Algeria. Ni katika utume wake huko Afrika Kaskazini, akikutana na mamilioni ya Waafrika ambao hawajamfahamu Kristo na wanaishi katika hali ngumu, ndipo akaunda mashirika mawili ya kimisionari kwa ajili ya utume barani Afrika, ambao ni wamisionari wa Afrika, yani mapadre, mwaka 1868, mapadre na mabruda ambao walijulikana sana kama White Fathers, na masista wa misionari wa mama yetu wa Afrika Msola mnamo mwaka 1869 waliojulikana kama White Sisters. Kardinali Lavigeria akipenda kumhudumia na kumkomboa Mwafrika aliguswa sana na ugumu wa utumwa katika bara la Afrika, na hivyo alimpendekeza kwa Baba Mtakatifu Leo 13 kwamba itafutwe namna ya kutatua swala la utumwa. Mwadhama Kardinali Lavigeria alikuwa ni mtu mwenye maono makubwa sana kwa bara la Afrika, kwa kanisa la Afrika, na hivyo aliwasisitiza sana wamisionari wake kuwa mitume tu na si vinginevyo, maneno ambayo nimeanza nayo katika homilia: kuweni mitume na si chochote zaidi ya mitume. Akifuata kwa karibu sana maisha ya kiroho ya Mtakatifu Paulo mtume.
Bila shaka ujumbe huu wa kuwa mitume na si chochote zaidi ya mitume si hauwahusu tu wa misionari wa Afrika na masista ambao mashirika ambayo yalianzisha, bali ni ujumbe ambao unatuhusu sisi sote kama Wakristo, tukitambua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anamtuma kila mmoja wetu kuwa mtangazaji wa habari njema, na hivi tunatumwa na tunakumbushwa wajibu huo wa kuwa watangazaji wa habari njema na si vinginevyo. Mkristo yoyote, mbatizo yoyote anaalikwa kuwa mtangazaji wa habari njema na si vinginevyo. Kuweni mitume na si chochote zaidi ya mitume. Kardinali Lafieri alikuwa ni mtu aliyejawa shauku kubwa, na tunaambiwa shauku kubwa 4: shauku ya Mungu, shauku ya kushughulikia mambo ya mwanadamu, shauku ya kanisa na shauku kwa namna pekee ya Afrika. Kwa hivyo maisha yake yalijikita sana katika mambo hayo makubwa 4, akijibidisha katika kumpenda Mungu, mambo yake, maisha yake yote akijitoa kwa dhati kabisa na kujishughulisha kwa mambo yaliyomhusu mwanadamu, akisukumwa na huruma kubwa sana aliyokuwa nayo kwa wale ambao hawajabahatika kukutana na Kristo. Pia alijishughulisha zaidi na kanisa na pia kuweka nguvu ya pekee hasa kwa kanisa la Afrika. Taifa la Mungu tunapoungana na wamisionari wa Afrika na mapadre kwa watawa pamoja na umoja wa marafiki wa wamisionari wa Afrika na Msola katika kusherehekea miaka hii 200 ya kuzaliwa kwa mwanzilishi wao, ni nafasi kwetu pia kumshukuru Mungu kwa utume uliotukuka ambao unafanywa na mashirika haya hapa kwetu Tanzania. Tunaambiwa wamisionari wa Afrika walifika Tanzania Tanganyika mnamo mwaka 1878 kupitia Bagamoyo, na kisha wakafika huku bara, Dar es Salaam, Tabora, Mwanza na sehemu nyingine mbalimbali. Na katika utume wao wamejikita zaidi katika kuinjilisha kupitia matendo ya huruma na ya hisani, wakisimamia makanisa, parokia mbalimbali, mashule, seminari, hospitali, na wakijikita zaidi pia katika mazungumzo na watu wa dini zingine, Waislamu pamoja na watu wa dini za asili, wakizingatia mila na desturi za watu katika kufanya utume wao. Lakini wamekuwa pia wakijishughulisha na vituo vya watoto wa mitaani, malezi kwa watoto wa mitaani, wakijishughulisha pia na mambo ya habari. Tunakumbuka kwa namna pekee katika jimbo letu la Dar es Salaam, tunajua kwamba Radio Tumaini ilianzishwa na padri misionari wa Afrika, Padre Francois. Zaidi ya hayo, wamisionari wa Afrika wamewezesha pia kuundwa na kuanzisha mashirika ya watawa wa kike hapa Tanzania kama vile Mabinti wa Maria Tabora, Masista wa Sumbawanga na kadhalika. Lakini pia wameanzisha kundi la wamisionari wa lei kundi la wamisionari na walei kwa pamoja ambao huitwa Undugu Association au Lafieri Family, ikijumuisha mapadri wa misionari wa Afrika, masista wa misionari wa mama yetu wa Afrika pamoja na walei ambao ni marafiki wa misionari hao. Na hadi sasa wamisionari wa Afrika wanaendelea kutoa huduma zao katika majimbo yetu ya Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Dodoma, Arusha, Geita, Kigoma. Hiyo yote tunaendelea kuonja matunda yao,
matunda ya kazi zao za kimisionari, ambayo kwa namna pekee ni matunda ya mwanzilishi wao Kardinali Lavigerie. Na hivi tunapoadhimisha kilele au hitimisho jubilei hii ya miaka 200 ya kuzaliwa mwadhama Kardinali Lavigerie, tunaalikwa kumwenzi huyu baba kwa namna ya pekee, tukikumbuka wito wake kwa wamisionari wake, na hivyo wito huo uwe wito wetu sote. Neno hilo ambalo nimerudia mara kadhaa, kuweni mitume na si chochote zaidi ya mitume, tukikumbuka kwamba tunaitwa kuendeleza imani ya Kikristo na maadili barani Afrika, tukianzia katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika mahali petu pa kazi na wajibu mbalimbali. Tuwe watu wa kueneza hiyo habari njema. Na Mtakatifu Luka Injili ambaye tunaadhimisha sikukuu yake leo, na awe mwombezi wetu, na tujiweke katika ulinzi wa maombezi ya mama yetu wa Afrika katika maadhimisho haya matakatifu. Ninawatakieni nyote heri na baraka za Mungu kwa maadhimisho haya ya jubilei, na tumsifu Yesu Kristo.